Kuna siku unaamka na mwili umechoka, tumbo limejaa, ngozi haing'ai kama kawaida na unahisi mwili wako hauko sawa kabisa. Watu wengi husema, nahisi mwili wangu na sumu nyingi. Lakini swali ni hili, je, mwili wako unahitaji dawa maalum za detox au kuna vyakula vinavyoweza kusaidia mwili wako kufanya kazi vizuri zaidi? Leo utafahamu vyakula 7 vinavyoweza kusaidia mwili wako kujisafisha kiasili kwa kusaidia ini, figo, mfumo wa chakula na afya kwa ujumla. Na hakikisha unabaki hadi mwisho kwa sababu chakula cha mwisho watu wengi wanakula karibia kila siku lakini hawajui kina uwezo mkubwa kiasi gani. Twende pamoja. Kama ulikuwa bado ukijiunga nasi, hakikisha unabonyeza alama subscribe kengele pembeni yake, utakuwa umejiunga nasi. Namba 1 ni papai. Watu wengi huona kama tunda la kawaida, lakini ndani yake kuna vitu vya muhimu sana. Papai ina vitamini A, vitamini C, nyuzi na vinavyosaidia mmeng'enyo wa chakula. Je, umewahi kula chakula halafu kahisi tumbo limejaa kwa muda mrefu? Mara nyingi tatizo linaweza kuwa mfumo wa chakula kutofanya kazi vizuri. Nyuzi yani fiber zilizopo kwenye papai zinaweza kusaidia mfumo wa mmeng'enyo kufanya kazi vizuri zaidi. Pia antioxidant zinasaidia mwili kulinda seli dhidi ya uharibifu. Lakini kuna jambo watu wengi hawajui. Ukila papai lakini unaendelea kula vyakula vyenye mafuta mengi, sukari nyingi na unakunywa maji kidogo, usitarajie miujiza. Afya nzuri hujengwa na tabia za kila siku. Namba 2 ni limao. Limao ni maarufu sana. Kila siku kuna watu wanaanza asubuhi kwa maji yenye limao. Lakini swali ni, je, limao linaondoa sumu zote mwilini? Jibu ni hapana. Lakini linaweza kusaidia mambo muhimu kama kuongeza matumizi ya maji, kutoa vitamini C na kusaidia afya kinga mwilini. Na ukinywa maji ya kutosha, figo hufanya kazi vizuri zaidi na mwili hudhibiti shughuli mbalimbali vizuri. Mfumo wa chakula unaweza kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Namba 3 ni brokoli. Brokoli ni moja ya mboga zinazopendekezwa sana kwenye lishe bora. Ina nyuzi, antioxidant, vitamini mbalimbali. Virutubisho hivi vinaweza kusaidia mwili kufanya kazi vizuri zaidi. Njia zaidi ya kutumia brokoli ni kupika kwa mvuke au kuchemsha kidogo. Kabla tujaendelea na chakula kinachobaki, kama unapenda mafunzo ya afya yanayoeleweka kwa urahisi, nina kitu muhimu sana kwako, yani kitabu cha magonjwa yasiyoambukizwa. Kitabu hiki kinaelezea ugonjwa wa kisukari, shinikizo la damu, magonjwa ya moyo, magonjwa ya figo na jinsi ya kujikinga na magonjwa haya. Kinapatikana kwa shilingi 5,000 pekee. Kama unahitaji, andika kitabu kwenye comment na wasiliana nasi kupitia namba 0767443887. Namba 4 ni kitunguu saumu. Kitunguu saumu kina kemikali asilia inayoitwa allicin. Saumu inaweza kusaidia afya ya moyo, mfumo wa kinga na kupunguza athari za oxidative stress. Watu wengi hupenda kula saumu mbichi, lakini ukiwa huwezi kutumia kwenye chakula pia ni njia nzuri, unaweza kuchemsha au kanywa maji yake. Namba 5 ni beetroot. Beetroot imekuwa maarufu sana. Ina nitrate asili, antioxidant na nyuzi. Virutubisho hivi vinaweza kusaidia mzunguko wa damu, lakini usifanye kosa ambalo watu wengi hufanya. Usiongeze sukari nyingi kwenye juisi ya beetroot. Namba 6 ni parachichi. Parachichi ina mafuta mazuri, nyuzi na vitamini mbalimbali. Parachichi inaweza kusaidia mtu kujisikia ameshiba kwa muda mrefu, na hivyo inaweza kusaidia kupunguza ulaji wa vyakula visivyo na afya. Namba 7 ni mboga za majani. Hiki ndicho chakula cha mwisho. Mchicha, matembele, spinach na mboga nyingine za kijani zina madini, vitamin pamoja na nyuzi. Tatizo ni kwamba watu wengi hupenda nyama nyingi kuliko mboga kidogo. Mwili wako unahitaji vyote kwa uwiano sahihi. Kabla ya kuondoka leo, kumbuka jambo moja. Hakuna chakula cha miujiza.
mwili wako tayari una mfumo wake wa kujisafisha kupitia ini, figo, mfumo wa chakula pamoja na ngozi. Lakini unaweza kusaidia mfumo huu kwa kunywa maji mengi, kula matunda pamoja na mboga, kufanya mazoezi na kupunguza sukari nyingi pamoja na kulala vizuri. Na sasa nataka kujua kutoka kwako, ni chakula gani kati ya hivi 7 unaanza kula mara moja kuanzia leo? Andika kwenye comment section. Usisahau kulike, kusubscribe na kushare video hii kwa marafiki wengi zaidi. Tuonane kwenye video inayofuata.